Kwa jina naitwa Maalim Hassan bin Thabit, napatikana katika ofisi ya Maalim Hassan iliyopo Nyasaka, Msumbiji, na tumekuwa pia tukifanya tiba aina mbalimbali na kwa njia ya ruqya, lakini pia kwa njia na dawa za asili, lakini kwa dawa pia za kisuni kwa taratibu na kwa maelekezo ya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ofisi zetu zinapatikana mkoa wa Mwanza, maeneo ni Nyasaka, Msumbiji. Mimi niseme ninaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunavyosema hivyo ina maana tayari tushapata vyeti na tushapata vibali maalumu ambavyo vinaweza vikakuruhusu kwenda sehemu yote kufanya tiba kwa taratibu na kwa maelekezo pia iliyotoa serikali, na sisi tunashukuru sana kutokana na kazi ambayo tumeshirikiana nao mpaka kufikia hapa. Sisi tumefanya kazi ya tiba ni kwa muda mrefu, na kwa tafiti zimefanyika ni kwa miaka zaidi ya 28 tuko kwenye masuala haya. Kwa hiyo tumeshakuwa na experience na jambo hili, na nashukuru baada ya serikali pia ikatambua na ikatupa vibali. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya shughuli zetu tukienda sehemu mbalimbali na tukipokelewa na serikali za kijiji na wakitupa ushirikiano kutokana na aina ya jambo tunalokwenda kulieleza na kwenda kuelezea jamii kutokana na aina ya changamoto ambazo wanazokuwa nazo. Maradhi ni mengi, lakini tukiangalia yani maradhi yamekuwa makubwa sana ambayo tunakutana nayo katika ofisi zetu. Moja ya maradhi hayo, kwanza sisi niambie tu kwamba jamii, maradhi ya kisukari imekuwa ni changamoto kubwa, lakini ofisi ya Maalim Hassan imekuwa pia na mchango mkubwa sana, lakini pia imekuwa ikiliondosha hili tatizo, na wengi alhamdulillah wanakuja kupata tiba hii. Haki ya Mungu wabillahi na muapa Allah, wanaondoka na namna ya sukari na ule upandaji wake, changamoto zao, kuishiwa nguvu, na wakati mwingine unakuta inapanda inakwenda 10, 20. Wallahi alhamdulillah wanapata dawa hizi inarudi kama ilivyokuwa, na tunawaeleza kwamba unapopatiwa dawa hizi, kuna dawa unayokwenda kupatiwa baada ya kuwa umeshafanya vipimo ikarudi katika stage inayotakiwa, unapewa dawa itakayokwenda kuifunga za sukari, haipandi wala kushuka. Kwa hiyo hili ni moja ya jambo ambalo mimi mwenyewe najivunia na namshukuru Allah kwa namna alivyonielekeza kwenye tiba hii. Lakini nyingine iko mengi. Kuna upande wa kina mama na wapatwa na matatizo kutokushika ujauzito, na wao pia wakati mwingine upatwa na changamoto zingine ima za kishirikina au changamoto ambazo zimewapelekea wao wakahangaika kwa namna moja ama nyingine, zikawapelekea wakawa wamefeli. Lakini pia tunaeleza na kuna baadhi hapa ya dawa ambazo huwa tunazitengeneza, ziko nyingi. Kuna mafuta ya kheri. Tunaposema mafuta ya kheri, haya ni mafuta ya kheri ambayo hutumia mtu anayekuwa anataka mambo ya kheri, kwa sababu kwanza anakuwa ameshafanywa dua, ameshafanywa maombi maalum, kwa yule mtumiaji anakwenda kupata kheri kutokana na yale alikuwa anataka. Pengine kuna mambo mengi anayotaka hayapatikani, alikuwa ni mtu kupatwa na mabala, akapatwa na nafsi, akapatwa na mikosi, akaharibikiwa. Akitumia mafuta haya, na sisi tulishafanyia dua ruqya maalum, tayari anakwenda kuleta natija. Lakini kuna haya mafuta ambayo ya ibtuli sihri, zamani anakwenda kubatilisha uchawi ambao umekaa muda mrefu mwilini. Ni wale ambao wanapatwa na maradhi ya uchawi unakaa muda mrefu, lakini kuna vitu vinavyotembea mwilini. Wakati mwingine mtu hajui inatokana na nini, ikaenda hali ile miaka nenda rudi. Haya mafuta ambayo tayari tulishafanyia ruqya maalum, na wakatumia, wanakwenda kuondokana na vitu vinavyotembea mwilini. Lakini pia tunamalizia kwa kusema hili ambalo kwa hawa ambao wanaokuwa wanasumbulika kwa mafuta ya radi. Haya mafuta ya radi ni mafuta ambayo kwa wale wenye matatizo na changamoto za mashetani, za kichawi, wanakuwa na ndoto za kutisha, wanaopatwa na maradhi ya wasiwasi. Wakati mwingine unakuta mtu anakuwa anaota ndoto anakimbizwa, hata ndoto wakati mwingine anauawa, anaota ndoto anafikiwa kwenye mashimo kaburini, anafukuzwa na wanyama wakali. Haya mafuta ya radi kutokana na ruqya na sura iliyosomewa surati radi kwa idadi maalumu, imekwenda kuondosha matatizo haya na imekwenda kumpa natija, na wala hawezi kusikia tena anarudi kwa kusema ana maradhi haya. Alhamdulillah ni haya. Lakini pia kwa upande wa kina mama walikuwa pia na matatizo ya uvimbe kwenye uzazi, walikuwa na matatizo pia wakati wote unakuta ni watu ambao wenye kuharibika kwa mimba zinakuwa zinaharibika bila sababu yote, na wakati mwingine unaweza kukuta wamekwenda kwenye taratibu ambazo zipo
hospitali na mahala pengine na madaktari, lakini wamekuja katika ofisi ya Mwalimu Hassan na wakapata dawa ambazo tayari zishafanywa ruqya, zimekwenda kuwasaidia, lakini zimekwenda pia kuondosha matatizo ambayo yalikuwa yakiwasumbua. Allah ana siri kubwa sana kwenye dawa hizi. Tuseme tu kweli, hii miti mnayoona yote inapatikana maeneo yote kwenye dunia. Miti hii imeletwa kwa manufaa ya mwanadamu. Na kila mti Mwenyezi Mungu ameuleta una namna na natija na matumizi yake. Lakini hili pia ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe anapoamua kumtunuku mja wake, ima kwa kumpa, kwa kumwelekeza kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo imekuwa pia ni faraja kubwa sana kwa wale wanaokuwa wanapatwa na matatizo ya kuharibika kwa mimba, wengine hawashiki kabisa ujauzito. Lakini kuna dawa tumeandalia, dawa hiyo inaitwa An-Nisai. Dawa ile inakwenda kuondosha kabisa tatizo hili, na anakaa kwa siku ambazo atakazoelekezwa, alhamdulillah anakwenda kushika ujauzito. Sasa ofisi ya Mwalimu Hassan imekuandalia dawa maalum utakazoenda kutumia na zitakwenda kukupa natija, na hiyo hali itakata kabisa utusikia, kutokana na maandalizi mazuri kama mnavyoona wenyewe vifungashio, namna tunavyokuwa tukiziandaa dawa zetu. Hata kama tukizituma mikoani hazifiki zikiwa zimefunguka au labda zimeharibika kwa namna ya vifungashio. Tumezifunga vizuri na alhamdulillah wanazipata na matumizi yao yanakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa upande kina mama, mimi niwaambie kwa tatizo lao limekwisha, njoo kwa Mwalimu Hassan Mwanza, Nyasaka, Msumbiji, tatizo lako linakwenda kuondokea. Kana sehemu moja inaitwa Nyasaka, ni maarufu sana. Na mimi niseme kwa kulimalizia jambo hili, kwanza nimuombee kheri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa siku chache anazokwenda kabiliana na masuala ya uchaguzi. Namuombea Mwenyezi Mungu ampe kwanza afya njema, lakini pia akamtie nguvu na akamfanyia wepesi. Na mimi nimwambie kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala anapita bila tabu yoyote.